Kikweli Simba kwenye msimu huu hasa wa mashindano ya kimataifa Simba wamekuwa nyanya. Simba wamekuwa sio timu ambayo ina ubora ambao watu wameuzoea. Ukiangalia mfano wanacheza na Gaborone, Simba anacheza na Gaborone, unaona Simba wanahangaika kweli kweli. Yaani ilikuwa ni mchezo ambao kwao Simba dua zimewasaidia. Na sio ubora tu wa uwanjani, yaani dua za mashabiki wa Simba zimewasaidia. Huenda kuna mtu anaitwa mchungaji wa Simba alipiga magoti akaomba, inawezekana alikuwa amemaanisha na Mungu alisikia maombi yao. Kwa sababu ukiangalia Simba kwenye mchezo wa awali ambao walicheza kule Botswana, ulikuwa ni mchezo ambao Simba haukuwa upande wao, si ndio? Licha walifunga, lakini ukiangalia wale jamaa ndo ambao walikuwa wanashambulia sana Simba, hasa kipindi cha pili, wakati mchezo ule wa ugenini aliozungumzia. Kipindi cha pili ilikuwa ni shida sana kwa upande wa Simba. Dua zikawasaidia Simba wakapenya. Tukajua pengine Simba mara baada ya kurudi, maana walipata mchezo mmoja dhidi ya Fountain Gate FC, Simba wakaibuka na ushindi wa magoli 3. Tukazungumzia kuhusiana na pattern ya Simba, huenda zikawa zimeunganika vizuri. Na kwenye ule mchezo dhidi ya Fountain Gate FC ndo ambapo pia Ibrahim, kwa maana ya Morris Abraham, ndio mchezo ambao walipata. Tukajua sasa pattern za Simba huenda katika mchezo wa marejano dhidi ya Gaborone Simba atafanya vizuri. Simba ilikuwa ni unga mbaya katika mchezo uliochezwa dimba la Mkapa bila mashabiki. Kipindi cha kwanza kinaanza, Simba kwanza walionekana wao ndo timu ya ugenini, haikuonekana kama timu iko nyumbani, ilikuwa inashambuliwa sana. Tunaweza kuwapa pongezi pia upande wa ulinzi, hasa nikimzungumzia golikipa GDR Pipi Kamara aliokoa michomo kama miwili kipindi cha kwanza, ambayo mmoja naweza kusema ilikuwa ni bahati, kwa sababu alikuwa ameenda kumzuia mshambuliaji na akaupiga mpira kwa mguu. Kama ungepita kwenye ule mguu wa Pipi Kamara, mpira ulikuwa unaingia kwenye nyavu. Kwa hiyo Simba wangekuwa na hali mbaya zaidi. Lakini kuna sehemu jamaa walikuwa wamedhamiria kupiga mashuti pia mbali. Kuna mashuti ambayo alienda moja kwa moja kama matatu ya moja kwa moja ambayo Pipi Kamara alipambana nayo. Simba walikuwa na hali mbaya. Ikaja kipindi cha pili, ukiangalia Simba, mchezaji pekee ambaye anaweza kusema alitendea haki Simba kwa mchezo mzima ni Morris Abraham peke yake. Yaani mfano Mpanzu tulimwona katika vipindi tofauti, hasa kipindi ambacho alienda kusababisha ile penalty. Unajua mpira ulitoka kwa Mpanzu aliondoka na kijiji kizima, akakisomba kijiji kizima, akapenya katikati, akapiga cross ambayo ilitua kwa Chazaua. Chazaua akauchukua mpira akaupiga, ambao ulienda kwa Jonathan Soa. Jonathan Soa ule mpira akapiga kama shuti ilienda golini. Umeelewa? Ndio tukio ambalo unaweza kuligundua kwa Mpanzu, jinsi ambavyo aliweza kuonyesha uwezo wake. Katika maeneo mengine Mpanzu hakuwa bora kiasi hicho. Kuna matukio hata kipindi cha kwanza ilitakiwa apige mashuti katika eneo, akaanza kudribble sehemu ambapo tunazoea tabia ya Mpanzu, maana yake akiipata mpira ni kupiga mashuti golini. Kwa hiyo kwa ufupi kabisa ni kwamba Simba hawakuwa bora, na ubora huo unatokana na pengine sijui unaweza kuzungumza kitu gani, lakini mchezaji Morris Abraham ndo alikuwa man of the match, ndo alishikilia. Yani ubora wa Simba wote ulitokana na yeye. Kumbuka hata yeye Morris Abraham ndiye ambaye alienda kusababisha penalty, na yote hayo ni kwa sababu aliingia ndani ya box. Na nimpongeze pia mwalimu Morocco kumwanzisha Morris Abraham. Inawezekana wengine walichukulia poa. Mimi nishaye kuzungumza kabla hata hajaanza kucheza Simba, nikasema moja kati ya sajili bora kabisa kwa upande wa Simba ni kijana Morris Abraham. Na kumbuka hata jinsi alivyomtambulisha, hawakumtambulisha kwa heshima Morris Abraham, lakini ni moja kati ya wachezaji ambao mimi nishaye kuzungumza kama wachezaji wazuri sana. Nampongeza Mgunda, nampongeza Morocco. Kwa sababu gani? Kwa sababu mara kwanza alimtumia kama winga wa kulia. Baada ya muda akamuita, akambadilishia malengo, akamwambia mimi sitaki ucheze katika eneo moja. Akamsogeza mtu mwingine eneo lake, lakini yeye akamwambia mimi nataka katikati wewe unazunguka tu. Kwa hiyo ndio maana utakuwa unamuona yeye alikuwa anafanya overall kwenye ile mechi. Morris Abraham alikuwa anaonekana sehemu ya ukabaji,
anashuka chini kama kiungo wa chini, anasaidia, anaingia kama kiungo wa juu, anaingia kama winga, yani kila sehemu alikuwa anafanya. Kwa hiyo yale majukumu yaliisaidia Simba kuwa na mtu ambaye anasaidia kuongeza kasi ya Simba, angalau kuleta ubunifu kwenye hata pasi za Morris Abraham zilikuwa ni bora sana. Na kwa kuzungumzia kwa upande wa Simba, wanaenda kucheza na timu kutoka pale Uswatini, inaitwa Nsingizini FC. Hilo ni timu ambayo haina historia kubwa kwenye mashindano haya, ndo kwanza imeingia kwenye historia ya kubeba ubingwa tu wa nini, wa Uswatini. Na kumbuka pale kuna timu inaitwa Mbambane Swallows, ndio jina kubwa. Kwa hiyo timu kama imeibuka, lakini kuibuka kwake Simba sija kachukulia poa, kwa sababu mazingira ambayo Simba yuko nayo sasa hivi sio mazingira rafiki kwao. Nadhani kwa kipindi hiki ambacho kutakuwa na break fupi, kwa maana ligi kuu inaendelea, waendelee kuisoma timu hile, lakini waendelee kuiona ni timu ambayo sio kuchukulia poa. Hata Gaborone pia Simba tulikuwa watu walikuwa wanachukulia poa. Gaborone ni mabingwa sawa, lakini pia hata hawa tunazungumzia Nsingizini pia ni mabingwa. Ubingwa ambao wameupata hawajaupata kwa bahati. Kwa hiyo kikubwa ambacho natakiwa kufanya Simba ni kwenda kuiandaa timu yao vizuri. Lakini pia wahakikishe wanampata kocha ambaye ataenda kuisaidia Simba kwa haraka zaidi kuijumu mapema, kwa sababu Simba mimi naweza kusema wako dormant mpaka dakika hii. Mikimbio ya Simba, mpira unaanzalia wapi si nini, kwa sababu ya kocha. Na wakati mwingine ni sehemu ya kufurahia Simba kuondoka kwa Fadlu Davis. Huenda kocha mwingine anaweza kaja na kuiangalia Simba kwa namna gani inaweza kutumika. Umemuona Jancha Zaua, umemuona Soa, umemuona Mpanzu, umemuona hao wote watatu, na kila mmoja kwa namna yake ameshiriki kuifikisha Simba ilipo hivi sasa katika michezo miwili waliocheza. Unawatazamaje wachezaji hao? Mimi natazama mfano Ahoua, nimemuona ni mchezaji mzuri na ameprove katika mzunguko wa ligi uliopita, msimu uliopita. Soa ni mmoja kati ya wachezaji bora kabisa. Wengine wote ambao wako ndani ya Simba wamesajiliwa pale kwa sababu ya ubora wao, na Simba tufahamu ni timu kubwa. Ukimzungumzia Jonathan Soa ni mchezaji ambaye amesha kuonyeshea, amesha prove wrong watu alivyotoa Singida Black Stars. Magoli 13, michezo 13. Ni kitu ambacho hakiji kwa bahati mbaya. Ni mchezaji ambaye kaprove, na hata katika michezo ambayo kaonekana akicheza ameonyesha kwamba ni mchezaji wa aina gani. Kikubwa kwa Jonathan Soa, anahitaji huduma. Unajua sio wachezaji wote ambao wanatakiwa, wanasema kwenye eneo la ushambuliaji kuna tabia za aina tofauti ya washambuliaji. Kuna wachezaji ambao wanaitwa mobile, kuna watu wanaitwa standing striker, kuna watu wanaitwa poacher. Yaani kwa kuna washambuliaji wa aina tofauti. Soa ni aina ya mchezaji ambaye katika eneo la ushambuliaji anatakiwa kupewa mipira katika njia za kumalizia tu. Umeelewa? Licha kwamba ana uwezo wa kucontrol vitu tofauti, lakini Soa ili awe bora anatakiwa kumpata mtu ambaye anaweza kawa anamtengenezea mipira ya hatari. Sasa ndani ya Simba mtu kama Morris Abraham inawezekana kama atakuwa anatumika kama ambavyo alitumika dakika za mwisho ndani ya Simba, inawezekana akawa sehemu ya kumsaidia Soa kuwa bora katika mchezo huo.